nabii leo anakuambia nataka milioni 10. Bwana amenisemesha nataka gari. Bwana amenisemesha uuze ile nyumba yako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Tunamtukuza Bwana tena kwa kutupa nafasi ya kuzungumza neno lake tena kwa wakati huu. Swali ni je, bado tunatakiwa kuisikia sauti ya Mungu kupitia nabii? Katika agano hili jipya bado tunahitaji kusikia kutoka kwa nabii? Jibu ni ndio, bado tunapaswa kusikia kutoka kwa nabii. Lakini si njia pekee kama ilivyokuwa hapo zamani. Agano la Kale tunaona wakisikia kupitia nabii au mtu aliyeitwa mwonaji au mtu wa Mungu. Tunaona Sauli, punda wa baba yake walivyopotea, amekwenda kuwatafuta yeye na mfanyakazi wake. Walipowakosa wakasema, hapa yupo mwonaji, yupo mtu wa Mungu ambaye kila analolisema linatukia. Hivyo wakaenda kwake kutaka kusikia neno la Bwana. Tunamwona Ahabu akimkaribisha Yehoshafati mfalme wa Yuda kwenda kumsaidia kupigana vita. Anamuuliza, je, hayuko hapa mtu wa Mungu tuulize kwake neno la Bwana? Ahabu akawa na manabii wake 400, wote kwa kauli moja wakasema, nenda ukafanikiwe. Lakini Yehoshafati akasema, je, hayuko tena mtu wa Mungu hapa tuulize habari kwake? Akasema, yuko Mikaya, lakini namchukia kwa sababu hanibashiri mema ila mabaya. Yehoshafati akasema, la, mfalme asiseme hivyo, mwite Mikaya. Mikaya akaitwa, akalisema neno la Bwana. Tunaona Sauli mfalme, baada ya Bwana kutokusema naye kwa njia yoyote, Sauli ikabidi aende kwa wapunga pepo akapate kusikia huko. Anasema, Bwana ameninyamazia, Bwana hasemi na mimi tena kwa nabii, wala hajasema nami kwa ndoto juu ya vita hii ninayoiendea. Lakini akamwambia yule mwanamke mpunga pepo kwamba nizushie mtu nitakaye kwambia. Akamzusha Samueli, na Samueli akamwambia, Bwana amekukataa na hayuko pamoja na wewe. Tunamwona nabii mzee. Nabii mzee anakwenda anasema, Bwana aliniambia nisile chakula wala nisirudi kwa njia ile. Mwingine anasema, nami ni nabii wa Bwana kama wewe, na Bwana alinisemesha ya kwamba urudi ule chakula. Biblia inasema lakini alisema uongo. Swali la msingi leo ni je, bado tunapaswa kuwatafuta manabii kutaka kusikia kutoka kwao? Hilo ni swali la leo. Lakini neno la Mungu linasemaje kwenye Yohana sura ya 16? Yohana 16 mstari wa 14 anasema, yeye atatwaa katika yaliyo yangu, atawapasha habari. Ndipo nikaanza na hilo swali, je, bado tunahitaji kusikia kutoka kwa nabii? Kumbe tunahitaji kusikia kutoka kwa Roho wa Bwana, na Roho wa Bwana amemiminwa kwa kila aliyemwamini. Ndipo Paulo akauliza, je, mlipokea Roho Mtakatifu mlipoamini? Wakasema, hata kusikia habari zake. Huwezi ukaamini na usipokee Roho Mtakatifu, utakuwa unaenda kama kipofu. Hivyo nabii leo anakuambia nataka milioni 10. Bwana amenisemesha nataka gari. Bwana amenisemesha uuze ile nyumba yako. Bwana amenisemesha habari hizi. Je, utapaswa kusikia kutoka kwa nabii bado? Ninakusihi na kukushauri kujenga, kuimarisha, kuongeza ushirika na Roho Mtakatifu, maana yeye anayajua hadi mafumbo ya Bwana. Atatoa kutoka kwake na kukupasha habari. Ndugu, umebarikiwa sana. Mungu akubariki, akutunze, akupe kukuimarisha siku zote, akupe ushirikiano mzuri na Roho Mtakatifu, maana anayatwaa yaliyo ya Baba na kukupasha habari. Je, hiyo vita unayopigana nayo utashinda au utashindwa? Roho Mtakatifu taarifa anayo.
Je, hao punda waliopotea watapatikana au tayari wako kwa Baba? Roho Mtakatifu anayo hiyo habari. Je, Bwana amekwambia ule chakula hapo au usile? Roho Mtakatifu anayo hiyo habari. Naye atasema nawe kwa viashiria vyake, atasema nawe kwa ndoto. Paulo anasema nasi tukaenda kulihubiri neno, tukazuiliwa na Roho wa Bwana, lakini katika ndoto nikaona mtu wa Makedonia amesimama akisema, vuka na uje kwetu. Na hapo tukagundua ya kwamba Bwana ametaka twende tukalihubiri hilo neno katika Asia. Na kusihi kwa neno la Bwana, mtafute Bwana, tafute Roho Mtakatifu, jijengee misuri mwenyewe, jijengee kuisikia sauti ya Bwana, naye atasema nawe, hakutakuwa na haja ya nabii. Bwana akubariki, Bwana akutunze. Mimi ninakupenda na kukuombea, na majina yangu ni Epafra Mnyamba.